hapa duniani hatutaishi milele. Katika mwili huu wa uharibifu, baada ya kifo wanasema ni hukumu. Maana ya kwamba una uwezo sasa wa kupelekwa pande ni mbili tu baada ya kufa. Ni hukumu aidha ya kwenda paradiso, mahali penye furaha ya watu waliokufa katika Kristo wakisubiria hukumu ya mwisho, au kama ulikufa katika dhambi, kwa maana hukumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi sasa wewe unaenda kule kuzimu. Kwa hiyo mtu ambaye amekufa katika dhambi, mara baada ya kufa hatima yake inakuwa ni kuzimu, akisubiria hukumu ya mwisho. Lakini huyu mtu aliyekufa katika utakatifu, amempa Yesu maisha yake, ameokoka, akifa tu anaenda paradiso ambayo iko juu mbinguni. Sasa zamani ukisoma maandiko unakuta Biblia inasema ya kwamba huyu Lazaro na kina Ibrahimu wote walikuwa kuzimu, kwa sababu zamani kabla Yesu kuja, kuzimu watu wote wakifa walikuwa wanaelekea kuzimu. Lakini kule kuzimu kulikuwa kuna kuzimu ya juu ya watu waliokufa katika matendo mema, na kuzimu ya chini ya watu ambao walikufa katika uovu, ambapo kitheolojia tunasema kuna lower Sheol and upper Sheol. Upper Sheol ni ile kuzimu ya juu iliyokuwa ikiwabeba watakatifu. Ndipo hapo alipokuwa akikaa anaonekana Ibrahimu na Lazaro kifuani kwa Lazaro yuko kifuani kwa Ibrahimu. Ilikuwa ni kwenye upper Sheol. Wale waliokuwa katika kuzimu ya chini walikuwa wanapata mateso makubwa sana. Wanaiangalia kuzimu ya juu, wanaona furaha inayoendelea kwa watu waliokufa ndani ya matendo mema. Lakini baada ya Yesu kufa na kushuka kuzimu, kabla hajapaa, alichukua ile kuzimu ya juu, ndiyo ikapelekwa mbinguni, inaitwa paradiso. Hapo ndipo watu wote tutakao kufa katika utakatifu, hayo ndio makao yetu. Hivyo nisikuchanganye sana, lakini Bwana akutie moyo na kukutia nguvu ili uendelee kufarijika na tukio hili la rafiki yako. Tumwombe tu Mungu kwamba awe alikufa katika Kristo. Vipimo vyote viko sawa, sasa mnaruhusiwa kuondoka. Utashuka pale chini, uende kulipia bill, then utarudi ofisini kwangu niweze kuandikia discharge. Sawa, asante sana. Sasa ngoja nikalipie bill. Nakuja sasa hivi. Tukaondoka. Nakushukuru sana kwa vile ulivyonifanyia. Nimeshangazwa sana na kujali kwako.
Usijali kabisa. Nilikuwa katika wakati wa kutimiza wajibu wangu. Maana ninahisi mimi ndio nastahili kukusaidia. Maana sijaona mtu hapa isipokuwa mimi. Nakushukuru sana. Ila naomba nikuulize swali. Uliza tu bila shaka. Hizi fedha zote ulizolipa toka siku ya kwanza nilivyoingia mpaka leo umepata wapi? Maana hata hujawahi kuteteleka. Je, bwana. Sikia. Dina wa sasa sio yule mwenye beseni ya kutembeza matunda barabarani. Kwa sasa Mungu amenipa neema kubwa sana. Hata siwezi kukuelezea. Ila yote katika yote namshukuru Mungu, kila kitu kimeenda sawa. Dina. Unajua wewe bado ni mpenzi wangu. Nikupendaye sana. Sikia je. Nilikuja kwa jambo moja tu la kukusaidia wewe. Na sasa naona umekaa sawa. Hayo mambo mengine achana nayo kabisa na tuyapuuzie. Dina. Hauwezi kupuuzia upendo nilionao kwako. Mimi bado nakupenda sana sana Dina wangu. Je. Toa hilo wazo kabisa moyoni mwako. Halitakaa kujirudia tena. Yote haya nimeyafanya kwa ajili ya tunda la Roho ambao ni utu wema. Basi hakuna jingine la ziada. Hata hivyo, nipo kwenye mahusiano yangu mapya na mpenzi wangu mpya. Jamila, mimi nimeona ni bora tuwe na msimamo. Tusikubali mwanaume atuchanganye, na ikijulikana itakuwa ni aibu kwetu. Hasa sisi ni mabinti ambao tumeokoka na tunampenda Yesu. Ni kweli kabisa. Kwa hii tabia aliyoifanya ya kutuchanganya, sidhani kama mimi ananifaa. Labda wewe endelea naye, maana tabia ya mtu kuibadili ni ngumu. Nahisi mimi atanitesa. Niachie mimi huyu. Mimi anishindi. Mimi naweza kusoma saikolojia ya wanaume. Atashangaa mwenyewe. Mwenzio mimi sijasomea saikolojia yoyote. Hapa nilipo ninaye Yesu peke yake. Kwa hivyo nahisi atanitesa na kuachia wewe. Mimi nitamnyoosha. Baba, nimekaa na Monica. Nimeona ni vyema sisi tukafanya maamuzi magumu, kwani hatujaijua nia ya Kevin juu yetu. Na ninaogopa sana kuanza kuchezewa hisia zangu. Safi sana. Yaani huo ndio ujasiri wa mwanamke wa Kikristo unavyopaswa kuwa. Kwamba haijalishi umeguswa na hisia kwa kiwango gani, lakini umekubali kuacha vyote kwa ajili ya Kristo. Hakika wewe ndio mshindi. Ni kweli baba. Hakika tutasimama imara. Ila mimi nimeamua mwenyewe kuacha. Mwenzangu Monica aendelee. Yamkini yeye anaweza. Ila mimi nguvu zangu ni chache. Ni vyema, umefanya vizuri, lakini sidhani kama hili jambo la kumwacha Kelvin lilikuwa linakupasa wewe peke yako. Kwa mtu mwenye utashi ulio sawasawa, ilibidi wote mwache. Kwa sababu mtu ambaye amewachukua na kuenda na ninyi wote kwa pamoja na kuanza kuwafanyia ujanja hapo katikati, ni dhahiri huyu mtu hana roho ya Mungu. Jambo la muhimu nalotakiwa kulijua,
ni kwamba si kila mtu anayekuja kanisani amebeba nia njema na dhamiri njema. Na ndio maana natumia nguvu kubwa sana kuwalinda ninyi mabinti zangu, ili msije mkaumizwa mioyo yenu na hisia zenu zikaguswa na matapeli wa mahusiano ambao huwa wanakuja na kutembea makanisani. Baba, naomba uendelee kutusaidia, maana ni kweli majeraha ni mengi sana. Hapa tu nimeachilia, ila moyo wangu tayari ushatekwa. Hivyo bado nahitaji uponyaji ili nikae sawa. Ninakuelewa sana. Ninajua tayari ulishamuingiza Kelvin ndani ya moyo wako. Hivyo tayari moyo una maumivu. Hata kitoka bado moyo wako utabaki kuwa na majeraha. Kikubwa zaidi ni kuzidi kuulinda moyo wako na kuudhibiti kinyume na maumivu yanayoendelea. Ikiwa ni pamoja na kutokuyaweka maneno ya kutafakari ama kutokutafakari vitu ambavyo vitakufanya umkumbuke tena Kelvin. Kwa njia hiyo utauponya moyo. Ni kweli, kila nikimwaza Kelvin naanza kuumia, na wakati najua fika sio mtu mzuri, ila nashangaa kwa nini naumia. Kinachoumia sio wewe, ni moyo huko ndani, ambako ndiko kwenye injini ya maisha yako yote. Hivyo unachotakiwa sasa ni kuuponya moyo, na kwa kufanya hivyo utapona. Lakini ikiwa ni pamoja na kuweka mbali mazingira ya Kelvin, kutokusikia mambo yanayomhusu Kelvin, na kwa kufanya hivyo utakuwa unaufanya moyo wako upone. Ikiwa ni pamoja na kuwachagua marafiki wa kiroho ambao watakusaidia wewe kusikia mambo mengine tofauti na yale ya mwanzo, na kuyakimbia mazingira ambayo yatakufanya uendelee kumwaza Kelvin. Na utakapofanya hivyo utapona, kwa sababu huwezi ukauponya moyo wako kwenye mazingira yale yale ya mwanzo. Ni lazima ugeuze mazingira yako, ugeuze marafiki wako, ugeuze mawazo yako, ndipo unapouponya moyo. Anyway, nikiongea sio kwamba ni kitu rahisi. Tunahitaji msaada wa Bwana. Nakuelewa baba, ila nahisi nahitaji msaada zaidi. Usijali, hebu nenda kaanze na hili, halafu nitakupa maarifa mengine atakao kusaidia kwenda kuyashinda mazingira mengine. Hapa duniani hatutaishi milele. Katika mwili huu wa uharibifu, baada ya kifo wanasema ni hukumu. Maana ya kwamba una uwezo sasa wa kupelekwa pande ni mbili tu baada ya kufa. Ni hukumu aidha ya kwenda paradiso, mahali penye furaha ya watu waliokufa katika Kristo wakisubiria hukumu ya mwisho, au kama ulikufa katika dhambi, kwa maana hukumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi sasa wewe unaenda kule kuzimu. Kwa hiyo mtu ambaye amekufa katika dhambi, mara baada ya kufa hatima yake inakuwa ni kuzimu, akisubiria hukumu ya mwisho. Hakuna mtu anayeelewa mapito ninayoyapitia. Kwa nje mtu akiniangalia ni kama shujaa wa vita vya kiroho, ila ndani nimerojeka sana na sina nguvu za kuhimili hali hii ya kumwacha Kelvin, hata kama tulikuwa tujafika mbali. Mungu, naomba nisaidie niweze kusimama, maana peke yangu siwezi. Na shauku yangu ni mimi kuwa mshindi katika hili.
Kevin, nimekuita tena mara nyingine kwa sababu nilishawahi kukuita huko nyuma na kukuambia maneno haya ambayo nakuambia leo. Na wewe unajua ajenda yangu mimi. Ajenda yangu mimi na wewe ni juu ya Monica na Jamila. Hawa mimi ni mabinti zangu wa kiroho. Sitaruhusu hata siku moja wachezewe. Siku nyingine sitakuita hapa. Leo ni mara ya pili nakuita hapa. Lakini mara ya 3 nitakuita hapo madhabahuni mbele ya kanisa lote. Na huo ndio utaratibu wangu. Huwa naongea na mtu ofisini kwa kumwonya mara 2. Mara ya 3 tunakutana madhabahuni. Sikia nikwambie, mimi sitaki kuwa na mambo mengi sana. Wewe unaelewa ninachokitaka kutoka kwako. Chagua mmoja kati ya Jamila ama Monica, useme huyu ndio nataka awe mchumba wangu ama awe mpenzi wangu, whatever mnavyoita. Lakini kwenda nao wawili namna hii, no. Huo ni uhuni kama uhuni mwingine, ambapo kanisani hatupendi kabisa tabia za namna hiyo. Kwa nini uende nao wote namna hii? Umeokoka wewe? Unajua nitakufukuza. Umekuja hauna muda mrefu, naona sasa kama vile unataka anza kunichanganya. Nitakufukuza Kelvin, nitakufukuza. Hii michezo hii unayoicheza hapa kanisani hairuhusiwi kabisa. Okay, mimi nikikwambia uambatane na mmoja kati yao, sijasema umuoe hata siku moja. Kimsingi kipindi cha uchumba ni kipindi ambacho unachagua unayemtaka, unampima kuona kama nafaa. Swala langu ni moja tu, chagua mmoja, nenda naye. Ukiona hakufai, mweke pembeni, chukua mwingine, endelea naye kumchunguza. Imradi humo ndani wakati wa kumchukua huyu kwenda, haturuhusu sisi masuala ya uzinzi. Tunaongelea kumchunguza mtu. Na nikisema kuchukua kwenda naye hamaanishi mkafanye uzinzi. Ni marufuku. Naomba nielewe vizuri sana. Okay. Kelvin, maisha ni mbegu. Huwa nalizungumza hili mara kwa mara. Huyu Jamila unayemuona ni mjukuu wako ajaye. Huyu Monica unayemuona ni mtoto wako. Je, unatamani kwamba na wewe watoto wako na wajukuu zako waje wachezewe kama unavyowachezea wewe Jamila na Monica? Kama unatamani uende ukaone kinachotokea kwa watoto wako, endelea kupanda hii mbegu, kwa sababu maisha ni mbegu. Utaivuna. Badilika. Badilika. Unanielewa? Ndiyo baba, nakuelewa. Kama unataka kizazi chako kiwe kina furaha na amani, kuwa makini sana na mbegu unayoipanda. Hii mbegu ya sasa hivi hii ni mbaya sana. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.